Na mtazamaji, kwa takriban dakika 30 karibu ni kufahamisha taarifa kwa kina. Wanakwetu wananiita Joshua Nsare, mtafsiri kwenye lugha ya ishara ni Catherine Simaloi. Moja kwa moja ni kwamba polisi wamemkamata kijana wa umri wa miaka 17 aliyenaswa kwenye video iliyosambaa mitandaoni akidhalilisha ama katika mitandao ya wakati wa mechi ya kandanda katika uwanja wa Nyayo. Idara ya upelelezi wa jinai DCI ilithibitisha kuwa Ibrahim Haidar Yusuf, mmoja wa wanaosakwa kuhusiana na tukio hilo, amekamatwa, huku waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema kuwa hatua hii na hatua kali za kisheria zitafuata. Samira Mohamed anatufungulia taarifa za upeo wa TV47. Video ambayo iliyoenea kupitia mitandao wa kijamii. Video ambayo ilimpelekea Ibrahim Haidar Yusuf kukamatwa na wapelelezi wa idara ya DCI ambao walikuwa wakimwinda kwa madai ya kuidharau na kudunisha bendera ya taifa la Kenya. Wakati wa mechi dhidi ya Police FC na Mogadishu City Club ya mkondo wa kwanza wa mchujo wa kombe la mabingwa barani Afrika iliyochezwa ugani Nyayo Stadium, Ibrahim, mvulana mwenye umri wa miaka 17, na mwenzake walionekana wakitembea na bendera ya Kenya huku wakirusha na hata mmoja wao akionekana akiitumia kujipanguza nayo sehemu za siri, kitendo kilichozua mjadala mkali katika mtandao wa kijamii. Wawili hao walionekana kwenye video wakikanyaga na kuitupa chini bendera hiyo kama kitambaa cha kawaida, kinyume na heshima yake. Katika taarifa ya idara ya DCI, idara hiyo imesema kuwa inaendelea kumwinda shabiki huyo mwingine wa timu ya Mogadishu City FC. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa taifa la Kenya lina uhusiano nzuri na nchi jirani ya Somalia, na akisisitiza kuwa waliotekeleza maovu hayo watachukuliwa sheria kibinafsi na kuhukumiwa. Ile kuharibiwa ama kukanyakwa na kuchezewa bendera ya Kenya, ningependa kusisitiza ya kwamba hiyo jambo sio kati ya Kenya na Somalia. Hiyo ni jambo ya kati ya authorities ya Kenya na Wakenya na wenye wamekosea, au wawili watatu ni hao binafsi, na watachukuliwa hatua ya kisheria kibinafsi. Haikuwa serikali ya Somalia na haikuwa watu wote wa Somalia, na hatutaki watu pia wa generalize kusema kwamba mtu mmoja akifanya makosa nchi mzima imefanya makosa. Aidha, Waziri Murkomen amewasihi wa Kenya kudumisha amani kabla ya mechi ya Police FC na Mogadishu City FC ambao wanatarajiwa kumenyana mnamo Jumapili ugani Nyayo jijini Nairobi. Nataka ni waombe wa Kenya, hakuna mtu tusijaribu kuja kupigia kelele watu nchi ya Somalia ama mafans wa ile timu yenye inatoka Somalia. Tukue as Kenyans tumekuwa always, hata kwa CHAN tulikuwa tumerise above sectarian small issues. Samira Mohamed, runinga ya TV47.